kuna taratibu za uchunguzi ambao huwa mara nyingi zinafanywa hata kama sio dabi na michezo ya kawaida, huwa zinafanya uchunguzi kuhusiana na matukio tofauti tofauti kama yalikuwa halisia au kulikuwa na changamoto yote. Taratibu zikoje Sudi Abdi? Hapana, hiyo kuna vitengo maalum vya serikali na nini huwa na zote ziko kazini zinachunguza, zinafuatilia kuona kama wapi kuna jambo ambalo sio sawa kinafanyika. Kwa hiyo hizo ni taratibu zao na huwezi kuingilia na huwezi kueleza hata kama na taratibu huwezi kueleza taratibu zao za kikazi. Lakini wanailetea kamati nao kamati inaanza kujua vitu gani viko ndani kama kuna tatizo au kamati nao inakuwa haijui chochote. Hapana, wao kishajua anajua mahali gani anasubisha taarifa mpaka tunatufikia sisi. Kwa hiyo ikitoka hizo ripoti zinastahili kuwepo wazi au zinatakiwa ziwe za kificho? Zimepo wazi. Kwa hiyo hata mwenyekiti wa kamati baada ya siku 4 tukikutafuta, manake utakuja kutuambia nini ambacho kimeamriwa, manake kauli ambazo zilizungumzwa watu wanazisubiri kwa hamu mtaani na wana michezo kwa ujumla. Itakapowekwa wazi itakuwa iko wazi, itakuwa haja tutatangazwa. Ndio. Na tumeongea na waamuzi kuambia kwamba ikitokea wataharibu kwenye huu mchezo, sio tu kufungiwa ama kutojihusisha na masuala mazima ya soka, bali tutawafungulia kesi ikiwezekana kwenda jela kabisa, kwa sababu mchezo wa dabi ya Kariakoo inagusa hisia za watu. Si maneno yangu bali ni maneno ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana Wallace Karia. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, kwenye meza ya uchambuzi nipo na Lugano Israel First 11 Kiraka, lakini nitakuwa naye refali wa zamani mzee wangu Kadege, tukikujuza yale mengi ya kimichezo. Lakini hiyo itakuwa topic ya kwanza, lakini topic ya pili nataka tushare nanyi watazamaji wa Salamba Radio. Mnaonaje issue ya Wagana ambao wanakuja nchini Tanzania? Augustine Okra aliondoka kwa issue of nidhamu. Mara kadhaa tumeshuhudia Bernard Morrison naye mjana issue ya nidhamu. Sasa safari hii ni Jonathan Soa. Je, tufunge milango kwa Wagana ama je, nini ambacho unahisi itakuwa shubiri ya kile ambacho kinatokea? Tongana nawe lakini wakati huu tunajadili kuhusiana na kauli ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu, hasa kile ambacho kimetokea kwenye mchezo wa dabi. Je, ipo haja ya waamuzi kupelekwa huko jela? Lakini kwa nyakati zote tutakuwa tukipoa nguvu na Jamvika na Salamba, pasi na kusahau hizi ni taulo za kinadada. Lakini Superbanko pia wanatupa nguvu na Vini Nkolomboka wanafanya tukujuze yale mengi ya kimichezo. Sasa twende moja kwa moja kuwasikiliza wachambuzi ambao nipo nao kwenye meza. Lugano Israel First 11 Kiraka. Nimesikia neno Mkolomboka. Hebu tuanze, Mkolomboka ni nini? Mkolomboka ni kinywaji kipya mjini ambacho kipo na kinafanya vizuri sana sokoni. Okay. Kina muunganiko wa vitu vya asili, lakini pia vinakufanya uwe fiti na uweze kuwa bora sana kwenye maeneo mbalimbali. Nimeona kitu kinaitwa tangawizi ndani yake. Kuna tangawizi. Bwana, unajua kazi ya tangawizi? Kuna kwa sisi vijana wa kazi. Lazima utumie hicho kitu kinaitwa Mkolomboka. Nimeelewa sana Mkolomboka. Sio. Inapatikana Dar es Salaam nzima au maeneo? Dar es Salaam nzima inapatikana. Okay. Yes. Mpaka mikoani? Mpaka mikoani. Kote inapatikana. Wewe tu. Kwa mtu ambaye anafuatilia Salamba Media sasa hivi, hii Mkolomboka kwa sisi vijana. Yaani niwape tu taarifa kwa sisi vijana. Ndio. Ni vizuri tukavitumia. Kwa sababu ina vitu vya kiasili ndani. Yes. Mzee Kadege, nilipogusa swala zima la marefalini kaona unatikisa kichwa. Tumegusa pale ambapo inahitajika. Okay, moja kwa moja tuanze kwako First 11 Kilaka kwa maana Lugano Israel. Nadhani nimeanza na kauli ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu. Wewe unajua ambacho amekizungumza. Hasa nilikuwa nalenga kwa wale watazamaji ambao pengine labda hawajui nini ambacho kilizungumzwa. Sasa wamejua. Tuanze kwako kabla tujaangalia kile ambacho kimetokea kwenye mchezo. Ile kauli ilikuwa ina nguvu kiasi gani, lakini pia ilikuwa na haja ya kuzungumza vile, na je, tutegemee kuona ikifanywa kazi ile kauli? Mpaka sasa hivi kauli ya rais wa mpira wa miguu Tanzania TFF pale Wallace Karia ni kauli naamini mpaka dakika inafanywa kazi. Ninaamini kabisa kuna kamati, kuna watu ambao wanahusika na ule mchezo wa dabi ya Kariakoo. Bado wanapambana na kuangalia mashtaka yanatengenezwaje, haki nani anapewa na nani anafanywa nini. Ngoja nikwambie,
watu waelewe, sehemu yoyote panapozungumzwa jambo na mtu wenye mamlaka ya juu sana, mfano tuchukulie kwa Tanzania nzima, si ndio? Tuzungumzie Rais Mama Samia Suluhu Hassan, chochote atakachokizungumza, yes, ndani yake kuna sheria, yani kuna miongozo, yani maanake kifanyike, au yani vyovyote atakavyosema, barabara inatakiwa tuongeze upana barabara 2, maanake wataalamu wanaanza kutengeneza miundombinu ya barabara 2, 3, 4 ni 10, wanaanza kuangalia tutapitishaje huku, si unaelewa? Yes. Kwa hiyo ukirudi kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, ukizungumzia kauli ya Wallace Karia, ilikuwa ni kauli ambayo ina mwongozo ndani yake. Huo mwongozo unaweza kujiuliza umezungumzwa kwa bahati mbaya au ulikuwa umekusudia, kwa sababu kuna watu ambao wanaweza katafsiri tofauti, lakini unapomzungumzia President Wallace Karia kwenye mpira wa miguu, yes, ni ngazi ya juu kabisa. Hakuna mtu ambaye anaweza kauedit tena ule msemo, si unanielewa? Yes. Ule msemo aliyosema, alisemaje, unakumbuka vizuri? Yes, alisema kwamba tumeona zimechezwa mechi nyingi za dabi, ndio waamuzi wamekuwa wakifanya makosa. Sisi tulikuwa nakifanya walikuwa kiuharibu mchezo, walikuwa kiuharibu mchezo. Sisi tulikuwa tukiwafungia, lakini baadaye narudi hakuna mabadiliko. Safari hii tutawafungulia kesi, ikiwezekana kwenda jela kabisa. Unapozungumzia kauli hiyo tu, kwanza neno jela, sawa? Yes. Mpira wa miguu sidhani kama una jela, kama una chumba cha jela kule ambako mtu anafungwa. Jela ni wapi? Jela ni kule ambako watu wanafungwa, si ndio? Yes. Jela mpira ushakuona sehemu yote kwamba wachezaji, watu wa mpira wamefungwa huko? Hiyo haipo, ila kuna kitu kipi ambacho FIFA wamekileta, kwamba sasa hivi wanaruhusu kesi za jinai kuingia, kwa sababu 2006 lakini pia 2001 ilitokea kule nchini 2001 ilitokea nchini China, watu walipanga matokeo wakasababisha maafa. Kwa hiyo kaingizwa hiyo sheria, imekuja, lakini baadaye 2006 kile kilichotokea Juventus, yes, wakashushwa daraja. Kwa hiyo hauhukumiwi kwenye mpira, ila mnafungua kesi ya jinai alafu inaenda kwenye mahakama. Yes, lakini sio ndani ya football. Kwa nini nimezungumza haya? Yes. Mimi mpaka dakika hii nategemea kwamba wakati wowote tutasikia mtu kapelekwa mahakamani. Yes. Na kama tujasikia kwenye mahakama, tutasikia kauli kutoka TFF. Yeah. Kwa nini hawa watu hawajapelekwa mahakamani? Umeelewa? Si kama unaelewa. Kuna baadhi ya watu ambao wanawezekana ni ufunika kombe mwanadamu apite. Yes. Lakini inatakiwa tutoke kwenye dunia ya watu wa namna hiyo. Kwa sababu kauli ya kwamba mkifanya nini? Mkiharibu mchezo, tutakupeleka mahakamani au tutakupeleka jela au tutakushtaki. Ingeishia neno kukushtaki, lilikuwa ni maana ndani ya mpira miguu kuna kamati. Si ndio? Yes. Kuna kamati za nini? Za kinidhamu, na maadili na vitu kama hivyo, vyote ziko mle ndani. Yes. Kwa hiyo angetumia hilo neno, lilikuwa jepesi sana kujua kwamba huyu atapewa kwenye kamati za kimpira, ambazo hizo tutakaamua umekosea au hujakosea. Sasa ukizungumza kwamba tutakushtaki, tutakupeleka jela, hayo maneno kwanza hayo. Yeah. Sijui kama neno mahakama lilizungumzwa pale. Tutakupeleka mahakamani, alikuzungumzwa? Sikulisikia. Sawa. Tuchukulie labda maneno mahakamani alikuwepo. Yes. Twende kwenye maneno hayo ambayo yalizungumzwa hayo. Yeah. Ni kwamba President Wallace Karia, yes, aliwaambia watu kama kutakuwa na malalamiko yoyote ambao mtu ameharibu mchezo. Kuharibu mchezo ni kupi? Nadhani mtu aanze kujiuliza. Kuharibu mchezo sio kwamba refa ataenda kumpiga mchezaji. Yeah. Au mchezaji si itokee kitu gani refa yeye ndo akianzishe. Yes. Alichokuwa nakizungumza manake matukio yale ambayo yataonyesha uzembe, yes, wa refa, yeah, ndio ambao utaenda kuchukuliwa hatua. Sasa tunajiuliza, kuna uzembe ulifanyika, hakuna uzembe uliofanyika? Kuna manunguniko yapo, kuna manunguniko hayapo? Mimi naamini alichokuwa nakisema Wallace Karia, yes, ni kwa afya ya mpira, kwamba marefa wasifanye vitu negative, si ndio? Ndio. Lakini kama amefanya negative na alitoa ahadi kwamba watachukuliwa hatua, maana yake ni nini? Maana yake itabidi wafanye nini? Wachukuliwe hatua. Ndio maana nasema kwa upande wa kauli ya Wallace Karia, yeah, aliyoisema kama rais wa mpira wa miguu Tanzania, yes, hakuna mtu ataenda kuifuta tena ile kauli, kwa sababu yeye ndio msemaji mkuu
wa taasisi. Yaani hakuna mtu akasema bwana President Wallace Karia alikosea, itakiwa sema hivi. Angesema mtu wa chini yake Wallace Karia angekuja kurekebisha. Yes. Si unanielewa? No. Sasa kwa sababu amesema yeye, ile imebakia kuwa ni sheria au utaratibu utabidi ufuatwe. Kwa maana nini? Mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga. Yes. Kulikuwa na mazongezonge ambayo yalitokea pale. Okay. Mazongezonge hayo kwanza ilikuwa ni goli la Simba. Yes. Goli la Simba kwa upande wa Simba wanalalamikia lile lilikuwa ni nini? Goli halali. Yeah. Umeelewa? Ndio. Je, ile goli halali linatofautiana na kauli ambayo Wallace Karia alisema kwamba kukitokea kuharibu mchezo kama kweli ilikuwa ni goli halali, si manake marefa au Raisman alikuwa ameharibu mchezo, si ndio? Haya, kwa upande wa Yanga na wanalalamikia kwa upande wa Dube, ile movement ya Dube kwenda kushambulia inaonekana kama alikuwa yuko onside. Sawa? Yeah. Kuna wengine wanasema ilikuwa ni offside. Lakini kama kweli ilikuwa ni onside, refa akupiga kipenga kama yani alipiga kipenga kuzuia tukio la goli ambapo pengine Dube angefunga. Si ameharibu mchezo? Manake zile athari za mchezo zikitokea ndio mtu anaenda kushtakiwa. Sasa twende kwa hao watu ambao walikuwa uwanjani. Kwa upande kwa Kasim Mpanga kutoka pale Mtwara. Si ndio? Mwamuzi wa pembeni kutoka Mtwara. Ndiye ambaye aliamua lile goli la Simba lisiwe goli. Ameathiri mchezo. Hamdun Saidi wa Dar es Salaam yule. Yes. Naye aliharibu vile mchezo. Umeelewa? Manake kuna malalamiko ambayo yanafanya nini? Yanaendelea. Kwa hiyo sasa hivi mpaka sasa hivi mimi ninachokiamini kwa upande wa TFF, sawa, kwa agizo la rais wa mpira wa miguu Tanzania, wale watu wanachunguzwa au matukio yanachunguzwa, lakini iwe ni kweli kulitokea kuharibu mchezo ambao unatakiwa kwenda kushtaki au hawastahili kushtakiwa, kwa sababu unaweza kusema ilikuwa goli halali, waenda kujiridhisha kumbe kweli kulikuwa na offside au kulikuwa waliamua sahihi, si ndio? Maana yake nini? Nitabidi pia watoke waseme bwana hao watu walikuwa wako sahihi. Yes. Kwa sababu kauli iliyotoka na president inawezekana pia ilikuwa sehemu ya kuathiri ule mchezo. Sio kama unanielewa? Kwa sababu umeingia uwanjani una hofu, nikiharibu leo leo nitafungwa. Unajikuta unataka kuruhusu goli, unasema nikiruhusu goli hapo nitafungwa. Bali niseme sio goli. Sawa. Kama wako sahihi manake hawajaathiri mchezo. Kama wameathiri mchezo kwa hofu au kwa nini, bado wanatakiwa waende mahakamani wakajitetee au wakahukumiwa waende jela, kwa sababu kauli ya mpira miguu ishazungumza kwamba hawa watu itabidi wapeleke kwenye chombo hicho. Kwenye hizi kauli labda mwamuzi anaweza akatusaidia. Yes. Kitaalamu labda wewe goli ulivyoliona lilikuwa ni sahihi sio sahihi, au kwa kauli hizi kwa mfumo huu ambao umetokea ikoje, pengine inaweza kaona. Lakini nadhani pia kuna haja kwa kuwatafuta kamati ya uamuzi. Yes. Kama atapatikana watuambie. Yes. Mpaka dakika hii kitu gani ambacho kinaendelea. Yes, wakati nazungumza na mzee Kadege, nikupe nafasi hiyo Lugano Israel, jaribu kuwatafuta hao watu huko, sisi tulikuwa tunazungumza na mzee Kadege. Mzee Kadege, swali langu la kwanza ambalo nataka nifahamu ni kwamba wakati enzi zako wewe mwamuzi, kwa sasa hivi umestaafu, kauli kama hizi za kupelekwa jela na nini zilishawahi kutoka labda kwa viongozi ambao walikuwepo kwa wakati huo? Yes. Alo Mheshimiwa Sudi Abdi. Okay. Sorry. Bwana shikamoo. Sijambo, habari za shughuli? Uko live hapa Salamba Media. Kwanza hongera sana kwa shughuli ambazo umekuwa ukizifanya, kwa ubora wa matukio mengi ambayo umekuwa ukifanya ukiwa mwenyekiti wa waamuzi kwenye soka letu Tanzania. Ndio. Sudi Abdi, kama mwenyekiti wa kamati ya waamuzi, tumekutafuta hasa kwa kuzungumzia mchezo wa dabi ya Kariakoo ulivyopita. Ni mchezo mkubwa sana kwa upande wako, pengine una ufafanuzi wa kitu chochote kuhusiana na mchezo huo? Bana, kimaadili tutaki kuzungumza kitu chochote. Ndio. Kuhusiana na mchezo huo, yani hatuwezi, sio mimi wala sio waamuzi, haturuhusi kufanya passport mbele kuzungumza positive au negative, chochote haturuhusi kuzungumza. Okay.
Lakini kuna kauli ambayo ilizungumzwa na President Wallace Karia, kwa sababu ndo rais wa mpira wa miguu, inawezekana ikawa ni kauli ya maagizo kwa upande wenu. Nyinyi mmeichukuliaje hiyo? Ile kwa nini simuulize yeye mwenyewe? Sababu yeye ndo ametoa hiyo kauli, sasa nitajibu kauli ya mtu. Kwa sababu wewe ni mwenyekiti wa kamati ya waamuzi na hiyo ilikuwa inahusu waamuzi ambao uko chini yako na kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, pengine mlifanyia kwa kiasi gani, na je, imepata athari au iko sawa sawa? Mimi ile napochukulia kwamba ile kauli ya hamasa au ya tahadhari, kwa maana kuhamasisha washabiki tahadhari, wasijaribu na wasijafanya vitu vya makusudi, wasijafanya vitu vya ovyo ili kuepuka matatizo. Nachukulia hivyo kwa njia hii. Kama kuna basi ndio hivyo, nachukulia ni kama onyo, wasijaribu, wawe waangalifu, wawe makini hivyo. Lakini alizungumza pia kwamba wataenda kushtakiwa, kwenda jela na vitu kama hivyo. Bila shaka ulisikia taratibu hizo zipo kweli kwa waamuzi au kwenye mpira wa miguu? Hapana, hiyo inatakiwa ulizwe na sheria, sio kwa sheria. Ndio. Lakini mara baada ya mchezo pengine kuna taratibu ambazo watu wazifahamu tu, taratibu mara baada ya mchezo ambazo huwa ni taratibu lazima zifuatwe. Baada ya mchezo watu wanakaa na iko kamati kabisa ya kikanuni, wanakaa ya kupitia michezo yote, wanaangalia wapi kwa tatizo, wapi mambo yanaenda sawa. Basi pale inapobidi kuna mahali ambapo zinahitajika kuchukuliwa hatua, basi wanachukua hatua. Ni kikao cha kikanuni kabisa ambacho kipo sasa kinafanyika. Na kinachukua muda gani mara baada ya mchezo kuchezwa? Inategemea, inaweza kuchukua kama siku 3 hivi au 4 kutegemea na mazingira na hali kadhalika. Na kawaida ikitoka hizo ripoti zinastahili kuwepo wazi au zinatakiwa ziwe za kificho? Kwa hiyo hata mwenyekiti wa kamati baada ya siku 4 tukikutafuta, manake utakuja kutuambia nini ambacho kimeamriwa, manake kauli ambazo zilizungumzwa watu wanazisubiri kwa hamu mtaani na wana michezo kwa ujumla. Itakapowekwa wazi itakuwa iko wazi, itakuwa haja hata ni kusatangazwa. Ndio. Sawa, lakini pia kuna taratibu za uchunguzi ambao huwa mara nyingi zinafanywa hata kama sio dabi na michezo ya kawaida, huwa zinafanya uchunguzi kuhusiana na matukio tofauti kama yalikuwa halisia au kuko na changamoto yote. Taratibu zikoje, Sudi Abdi? Hapana, hiyo kuna vitengo maalum vya serikali na nini, huwa na zote ziko kazini zinachunguza, zinafuatilia kuona baba watu kuna jambo ambalo sio sawa kinatendeka. Kwa hiyo zote ni taratibu zao na huwezi kueleza hata kama huwezi kueleza taratibu zao za kikazi. Lakini wanailetea kamati, nao kamati inaanza kujua vitu gani viko ndani kama kuna tatizo, au kamati nao inakuwa haijui chochote? Hapana, kishajua anajua mazingira na sikishi taarifa mpaka tunatukia sisi. Kwa hiyo ni kazi yao na wanajua taratibu zao. Kwa hiyo kwa hilo itafanywa kazi. Basi mimi nikushukuru sana Sudi Abdi kwa kuungana nasi. Nashukuru na natakia kazi njema. Asante sana. Asante sana. Yes bwana, ni Sudi Abdi huyo. Tumezungumza naye kuhusiana na kauli ambayo imetolewa na rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana Wallace Karia, na amejibu vizuri. Miongoni mwa vitu ambavyo na wasifu FIFA ni vitu hivi viwili. Cha kwanza, ulinzi ambao anapewa refarii. Yaani ukimpiga refarii adhabu yake inaweza tukakusahau katika mpira. Alafu cha pili, refarii haruhusiwi kuhojiwa popote. Wamefanikiwa sana FIFA. Tena kwa mzee Kadege. Ndio ulikuwa unazungumza kwamba je, katika karia yako ya refarii ushakutana na hizi kauli labda? Sababu kwa mimi nishangaa. Yes. Kwa sababu kauli imetoka kwa rais. Na rais na mamlaka makubwa kama nilivyosema. Yaani utani wake ndio kweli yake. Kwa hiyo watu walichukua kama masiara na nini, lakini kama alivyosema kwa mwenyekiti. Ndio. Kama alivyosema kwamba yeye alikuwa ametoa hiyo kauli kama kutaka kuwapa wale, yani kuwapa wale kwamba wajue kwamba ukikosea, yaani wale makini zaidi katika mchezo. Kwa mchezo mkubwa. Yes. Umeona baba. Lakini ninavyofahamu mimi, utaratibu hapo zamani
Yeah. Kwa sababu katika mpira kuna timu zinakuwa 3. Kama juzi ile pale Zanzibar kulikuwa na timu hizo 3. Ya kwanza ilikuwa Simba, yes. Ya pili Yanga, yes. Ya tatu timu ya waamuzi. Ile ni timu nayo. Ndio. Kwa uelewa vile ni timu. Ndio. Kosa akifanya yule Kassim Mpanga siku. Alikuwa line 2, line 1. Line 1. Yes. Akifanya kosa line 2. Kosa lile na kama hukumu wanapatiwa wale wote. Timu nzima. Okay. Na ndio maana kuna mtu anaitwa match commissioner juu pale. Kuchukua matukio na kuandika zile kodi. Kwamba kuna hili ambaye juzi alikuwa Mkongo. Yes, Israel Mkongo ya. Alikuwa mwalimu wetu. Okay. Cha kupata test pale kumfanyia kama kitu kwa kusimamia. Yes. Sasa katika zile timu tatu tunaangalia kosa limefanyikia watu. Kwa mfano goli lolote waliona. Yes. Goli lolote ukiona goli imefungwa, mwamuzi wakati hana goli. Wajua kwa shida kuelewa. Okay. Mwamuzi wakati hana goli. Goli likifungwa mwamuzi anamwangalia kama kati anategemea limefungwa wapi. Kama kwenye upande wa line 2 atamwangalia mwamuzi wa line 2. Kama goli limefungwa kwa line 1 ataangalia mwamuzi wa line 1. Kwa hiyo alichokifanya huyu Nasor Mwichu. Goli aliyofunga nani mwalimu aliyofunga goli. Mwalimu aliyofunga goli. Yes. Yeye moja kwa moja macho akitupa kwa line 2. Kwa line 2. Yes. Line 1. Yeah. Akatupa macho kwa line 1. Kassim Mpanga. Alipomwangalia yule ndio kwamba kuna offside. Akapiga filimbi kama kumuuliza. Maana kile kibendera kinaongea kama mtu. Okay. Lakini ishara zote. Ila unatakiwa upitie usomee utajua. Okay. Kwa hivyo mwekea juu nini akamwambia basi na so lazima na hawezi kupishana na mkono mmoja juu kwa offside. Kwa hiyo haya mambo sema sio watu watapelekwa mahakamani, watu watapelekana wapi, hiyo kitu hakuna. Ila sema kama alivyosema kamati zitakaa kwa sababu kunakuwa na idara mbalimbali. Yes. Kamati zitakaa zitaangalia mapungufu yaliyokuwepo. Wataangalia mapungufu yaliyokuwepo na nini, hukumu zitatoka. Tumina uhakika kabisa na uhakika. Yes. Hukumu zitatoka. Lakini sio kupelekana mahakamani. Kwa ule mchezo ulivyoangalia inahitaji hukumu, labda kuna makosa yote ambayo umeona kama mwamuzi? Kama kiuamuzi makosa yapo. Yes. Ngoja tumuulize kwa sababu uzuri wako ulikuwa mwamuzi. Kwa kauli ambayo ilizungumzwa na Rais Wallace Karia. Ndio wewe uko uwanjani pale. Hebu tupe picha. Unaambiwa utaweza kushtakiwa, inawezekana mwisho wako wa kufanya kazi ya urefari. Kabla ya mchezo ungekuwa katika hali gani? Kwanza hapa anatengenezea pressure mtu. Yaani wale vijana kwa tuseme majasiri. Kwa sababu mtu atakapokutajia kiongozi wako atakutajia kwamba ukiharibu kitu fulani, yes, utaondoka jela. Wewe utakuwa katika hali ya sawa sawa. Au kazi yako ndio mwisho hapa. Kazi yako ndio mwisho, ni ugali wako ndio mwisho. Tuseme tumie neno ugali wako ndio mwisho. Lazima utafanya kitu kwa pressure. Kwa hiyo hata wale pressure ziliwazidi. Okay. Japo Mwichu yule, kwanza namsikia Mwichu sana. Mwichu nikamwona sana yuko normal anaita wenyewe. Vijana sana normal. Nishangaa sana. Lakini wenzao pembeni wale si kwa sababu vijana sana, maana Mwichu kidogo, kidogo umeenda. Acha mechi nyingi mikoani huko. Sahihi. Hizo kutoka akiwa na mimi tunachesha mikoani kwa Mwanza watu. Kwa kidogo ana uzoefu. Lakini wale kina Mpanga hawa bado vijana. Ndio. Kwa ile kauli ile wakawa na pressure. Na ndio maana wakati wataka kuamua sasa, kuamua vile ilivyopaswa. Kwa mfano kama goli, nisemea goli. Yes. Goli kisheria kabisa. Goli lile ni goli halali. Okay. Yaani sheria inaposema. Goli lile ni goli halali. Kwa sababu mwalimu wakati ilipopigwa ile cross, wakati cross haijapigwa mpira hujanyanyuka kwenda juu. Yes. Mwalimu alikuwa katika eneo la offside. Yes. Okay. Lakini mwalimu alichokifanya sasa ndio nikamjua kwamba huyu kweli huyu wanaita nini? Mchezaji kwa professional. Nikajua kweli professional. Akaondoka eneo la offside. Akarudi ndani. Akaua offside. Akawa sawa sawa na yule Bakari Nondo Mwamnyeto. Wakawa sawa sawa. Na Mwamnyeto kidogo amezidi. Mwamnyeto mpaka alafu Damalo anakimbia kule. Mpira ulipigwa sababu binuka huko juu. Yeye ndo anapenda kupiga kile kichwa. Anapopiga kichwa, kipa ana bounce, anarudisha ile na nafasi. Yes. Kwa hiyo ilikuwa goli ya halali. Okay. Lakini turudi nyuma. Hapo kwenye goli ya halali. Ndio. Tunarudi katika